Habari za leo, karibu tena katika channel yetu JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo nitakuleteeni madhara ya wanga, madhara ya kutumia vyakula vya wanga. Imetokana na watu wengi wenye changamoto za kiafya. Tumekuwa tukiwakataza wanga. Kwa nini tumekuwa tukiwakataza wanga? Kwa sababu wanga una madhara makubwa sana mwilini mwako. Tunajua kwenye maisha halisi ya Kitanzania hauwezi kula milo mitatu kwa siku bila kutumia wanga, ila sasa unapokula wanga zaidi inakusababishia matatizo makubwa. Sasa kabla ya kwenda kuangalia madhara yake, kwa sababu vyakula vya wanga vipo vingi sana au tunavifahamu, vinavyozalisha energy kwenye miili yetu. Hapa kuna wanga uliokobolewa, kuna wanga wa asili ambao hajakobolewa, kuna wanga unaopatikana kwenye mizizi, kuna wanga unaopatikana kwenye matunda, lakini pia kuna wanga ana protini ambao mara nyingi umekuwa ukipatikana. Sasa tuanze na wanga ambao ni hatari zaidi, ni wanga ule ambao umekobolewa. Kwa mfano hapa wa kwanza tunaanza na ugali wa sembe. Tunapenda kutumia sembe, ni hatari kwa afya yako. Namba 2 ni mchele mweupe. Namba 3 mkate mweupe. Wengine tulikuwa tukienda tukishakuwa na changamoto za pressure, kisukari, tumekuwa tukiambiweni mkate wa brown. Tayari tumeshasema ni mkate, yani neno mkate lipo, kwa hiyo tusidanganye, hiyo ni hatari kwa afya yako. Lakini pia kuna chapati, kuna mandazi, kuna biskuti, kuna keki, kuna sukari, lakini pia kuna vinywaji vile vya sukari kama soda na juisi za kopo. Hiyo ni hatari kwa sababu hapo unazidi kuongeza wanga ndani ya mwili wako. Lakini pia kuna wanga wa asili. Wanga wa asili, kuna ugali wa dona, kuna mchele wa kawia, kuna ngano nzima, lakini pia kuna mahindi ya kuchemshwa na uji wa nafaka zisizo kobolewa. Kwa mfano wale wanaotumia uji wa hii ambayo ni nzuri sana, imekuwa ikisaidia, ambayo tunasema ni Banaking Pro, imekuwa ikiwasaidia kuondokana na changamoto. Jamani, huu ni unga ambao ni mzuri sana, umekuwa ukisaidia watu kuondokana na changamoto nyingi za kiafya kwa sababu una resistant starch. Nimeshaelezea kwenye clip zilizopita inakuwaje inasaidia. Lakini pia kuna wanga wa mizizi. Wanga wa mizizi, kuna viazi vitamu, kuna miogo, kuna ndizi mbichi, lakini kuna viazi vya kawaida na mwisho yani magimbi. Kwenye wanga na protini hapo unapata kuna njugu, unapata dengu, choroko, kunde na njegere, na mwisho matunda yenye wanga ni yapi? Ni kama kula kwa kiasi ndizi, embe, nanasi, tikiti maji na tufaa. Hapo tulikuwa tunaelezea wanga moja kwa moja unaupata wapi. Sasa hapa tuende kuangalia moja kwa moja madhara ya wanga ni api. Kwanza, wanga unaongeza kitambi na uzito. Kwa nini wanga unaongeza kitambi na uzito? Kwa sababu unabadilishwa kuwa mafuta hasa tumboni. Ndio maana mara nyingi utaona umeanza kuwa na kakitambi, umeanza kuwa na tumbo kubwa. Inatokana na nini? Inatokana na kula wanga kwa muda mrefu. Lakini pia namba 2, madhara mengine ambayo yanatokea, huwa inapandisha sukari kwenye damu. Wale wenye changamoto ya sukari ya kupanda huwa inasababishwa na kula wanga kwa kiasi kikubwa, ambayo inasababisha kisukari, inasababisha kuchoka mara kwa mara, lakini pia inasababisha njaa ya mara kwa mara. Kwa nini inasababisha njaa ya mara kwa mara? Kwa sababu sio resistant starch kama ambavyo inapatikana kwenye Banaking. Hii ni resistant starch, ndio maana inazuia sukari kwenye damu. Lakini pia kuongeza pressure ya damu, kwamba tunasema wanga uliosindikwa husababisha insulin resistance. Kwa hiyo mishipa huwa inabana. Mishipa ikishabana moja kwa moja itapelekea pressure kuweza kupanda. Wengi wamekuwa na changamoto ya pressure ila hawajui kama wanga unasababisha pressure yao kupanda. Lakini pia tunasema kuchochea vidonda vya tumbo na asidi. Wengi walikuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo tumekuwa tukiwazuia kabisa wanga. Kwa nini tumekuwa tukiwazuia? Kwa sababu huo ugali mweupe, mkate mweupe pia umekuwa end product yake unazalisha mafuta. Mafuta ni hatari kwa afya yako. Ndio maana kama una vidonda vya tumbo, kama una bawasiri, kama una asidi na unahitaji kutumia wanga, unahitaji kutumia ugali, tumia Banaking Pro, itakusaidia. Ipo kwetu, tutawasiliana kama utakuwa unahitaji. Lakini pia kupunguza nguvu za kiume na hamu ya tendo, ambayo na asili homoni ya testosterone na mzunguko wa damu kwa upande wa mwanaume. Sasa suluhisho ya hiyo ni hii hapa, kama utahitaji tuwasiliane. Lakini pia kuleta gesi
na tumbo kujaa, kujamba au constipation. Ni kwa nini? Kwa sababu wanga mwingi hauna nyuzi nyuzi, tofauti na Banaking Pro. Hii inakuwa na nyuzi nyuzi, inasaidia watu kuondokana na changamoto ya choo. Ongeza uvimbe mwilini. Inflammation moja kwa moja chanzo moja kwa moja inapelekea maumivu ya viungo, lakini pia na magonjwa ya moyo. Lakini mwisho tunasema kulewesha ubongo, brain fog. Moja kwa moja utapata usingizi mwingi, ukosa umakini, lakini pia na kumbukumbu zitaweza kuwa dhaifu. Kwa hiyo hayo ndo madhara ya kutumia wanga, ambayo tunasema wanga hatari zaidi ni ule sukari, unga mweupe, mchele mweupe, mkate mweupe, vinywaji vyenye sukari, biskuti na keki. Hivi vyote huwa ni wanga hatari zaidi ambao umekuwa ukisababisha changamoto kadha wa kadha, ikiwemo pressure, vidonda vya tumbo, acid reflux na changamoto ya bawasiri. Kama uko hapo na umekuwa ukipitia changamoto yote ya kiafya, basi wasiliana na Dr. Jimmy leo ili uweze kupata program maalum itakayokusaidia kutondokana na changamoto hiyo. Karibu na Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.